Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ameendelea kuishambulia Marekani kwa maneno makali kwa kile alichokitaja kuwa ni ukiukaji mkubwa wa makubaliano ya maelewano, akisema kuwa hatua za Washington zimeondoa msingi wa kuaminiana uliokuwa umeanza kujengwa kupitia mazungumzo kati ya pande hizo mbili na kuongeza uwezekano wa kuibuka kwa mzozo mkubwa zaidi katika Mashariki ya Kati. Ghalibaf alisema Marekani imekiuka makubaliano hayo kwa kufanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya maeneo mbalimbali ya Iran, hatua ambayo Tehran inaiona kuwa ni uvunjaji wa sheria za kimataifa na ukiukaji wa makubaliano yaliyokuwa yakilenga kupunguza mvutano. Aidha, alishutumu Washington kwa kurejesha vikwazo vipya dhidi ya sekta ya mafuta ya Iran, akisema hatua hiyo inalenga kudhoofisha uchumi wa nchi hiyo na kuzuia mapato muhimu yanayotegemewa na serikali ya Iran. Mbali na mashambulizi na vikwazo, Ghalibaf alidai kuwa Marekani imeendelea kutoa vitisho vya kufanya mashambulizi mengine dhidi ya Iran ikiwa Tehran haitabadilisha msimamo wake kuhusu masuala ya usalama wa kikanda na programu zake za kijeshi. Kwa mujibu wa kiongozi huyo, vitisho hivyo vinaonyesha kuwa Marekani imeamua kutumia nguvu badala ya diplomasia katika kushughulikia tofauti zilizopo kati ya mataifa hayo mawili. Spika huyo aliituma Marekani kwa kile alichokitaja kuwa ni ukiukwaji wa hatua ambazo Iran ilikuwa imechukua katika mlango wa Hormuz. Alisema Tehran ilikuwa imefanya marekebisho na hatua za kupunguza mvutano katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, lakini Marekani imeendelea kufanya operesheni za kijeshi na kuongeza uwepo wa vikosi vyake katika eneo hilo, jambo ambalo kwa mtazamo wa Iran linachochea zaidi hali ya taharuki badala ya kuleta utulivu. Katika kauli yake, Ghalibaf pia alizungumzia mapigano yanayoendelea nchini Lebanon, akishutumu Marekani kwa kushindwa kuzuia mashambulizi ya Israel dhidi ya kundi la Hezbollah. Alisema kuendelea kwa mashambulizi hayo kunaonyesha kuwa Washington haijatimiza wajibu wake wa kusaidia kupunguza migogoro ya kikanda na badala yake imeendelea kuunga mkono washirika wake wa kijeshi. Kupitia ujumbe aliyouchapisha kwenye mtandao wake wa X, Ghalibaf alisema enzi za uonevu na kulazimisha mataifa mengine zimekwisha. Njia hiyo haileti mafanikio, hatuwezi kupiga magoti. Kauli hiyo imechukuliwa kama ujumbe wa moja kwa moja kwa Marekani kwamba haitasalimu amri mbele ya shinikizo la kijeshi, vikwazo vya kiuchumi au vitisho vya kisiasa. Kauli hizo zinakuja kwenye kipindi ambacho uhusiano kati ya Iran na Marekani umeendelea kuzorota kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya kijeshi, kuimarishwa kwa vikwazo vya kiuchumi na mvutano unaohusisha usalama wa usafiri wa majini katika mlango wa Hormuz. Eneo hilo ni mojawapo ya njia muhimu zaidi duniani za usafirishaji wa mafuta, hivyo ongezeko lolote la mvutano linaweza kuathiri soko la nishati duniani. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa matamshi ya Ghalibaf yanaonyesha msimamo mgumu wa uongozi wa Iran katika juhudi za kidiplomasia zinazoendelea kukumbwa na vikwazo. Wanaonya kuwa ikiwa pande zote zitaendelea kujibu kila hatua kwa hatua nyingine ya kijeshi au kiuchumi, hali inaweza kusababisha kuongezeka kwa mapigano katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati na kuathiri usalama wa kikanda pamoja na uchumi wa dunia. Hadi sasa mvutano kati ya Iran na Marekani unaendelea kuwa mkubwa, huko kila upande ukiendelea kutuhumu mwingine kwa kuvunja makubaliano, kuchochea mivutano na kutayarisha juhudi za kurejesha utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.